الثاني شرط ya pili ya kusihi sala al-aqlu ni akili, وضده الجنون na kinyume cha akili ni wendawazimu. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق, na mwendawazimu kalamu yake ya kuandika mema ama kuandika maovu imenyanyuliwa kwa sababu kumekosekana akili kwa mtu huyu, basi hivyo si mwenye kuandikiwa thawabu, wala vile vile akifanya maasiya hataandikiwa maasiya kwa sababu hana akili. Na Sheikh akatoa dalil akasema, wadalil, na dalili ya kuonyesha kuwa asiye na akili kuwa haandikiwi thawabu wala haandikiwi madhambi ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, rufi'a alqalamu an thalathatin, kalamu ya taklif ya kuandikiwa mema au kuandikiwa maovu imenyanyuliwa kwa watu hawa sampuli tatu. An-naimi hatta yastayqidha, mtu wa kwanza ni aliyelala mpaka atakapoamka. Mtu akilala akafanya maasiya hali ya kuwa ni mwenye kulala, basi afahamu kuwa haandikiwi madhambi wakati huo, kwa sababu akili yake wakati huo itakuwa hakuna. Hivyo sheria ikawa ni mwenye kumpa udhuru mtu huyo wakati ambapo amelala. Mfano akazungumza maneno ya ukafiri, pengine akasema kuwa haamini kama Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, ama akazungumza akamkanusha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno mtu akiyazungumza yanamtoa katika Uislamu, lakini tutaangalia wakati gani ambapo alikuwa amezungumza. Tukimwangalia utaona kuwa amezungumza maneno haya wakati alipokuwa amelala. Kwa hiyo wakati huu sheria imempa udhuru ya kwamba haimpatilizi hataandikiwa yeye madhambi, kwa sababu akili yake wakati huu ilikuwa haiko. Mtu wa sampuli ya pili, walmajnuni hatta yafiqa, na vile vile mwendawazimu mpaka akili yake itakaporudi sawa, ndipo atakuwa anaandikiwa thawabu na kuandikiwa madhambi. Ama akifanya maasiya wakati huu ambapo anawazimu, basi maasiya kama haya hatakuwa ni mwenye kuandikiwa mtu huyu. Mtu wa sampuli ya tatu, wasaghiri hatta yablugha, na mtoto mdogo mpaka akubaleghe, ndiyo kalamu ya kuandika mema na maovu itaanza kumwandikia mtoto kama huyu. Qawluhu qala ash-sharih athani, aliposema muallif sharti la pili min shuruti sihhati as-salah, katika masharti ya kusihi ibada ya sala al-aqlu ni akili. Fala budda an yakuna al-musalli aqilan, akasema hapana budi anafaa yule anayesali awe ni mwenye akili. Qawluhu wa dhidduhu al-junun, na kinyume chake ni wendawazimu. Fala tasihha as-salah min al-majnuni hatta yafiqa wa yauda ilayhi aqlu, akasema kwamba swala haitasihi kwa huyu mwendawazimu mpaka akili yake itakaporudi sawa. Akaingia mwendawazimu msikitini ama akawa yuwaswali kuanzia fajr mpaka isha, swala zake hizi zote haandikiwi kama zimesihi, kwa sababu kumekosekana kitu ambacho lau kingepatikana angeandikiwa kuwa swala hizi zimekubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni akili. Qawluhu walmajnun marfu'un anhu alqalamu hatta yafiq, na mwendawazimu kalamu yake ya kuandikiwa mema na maovu imenyanyuliwa mpaka akili yake itakaporudi sawa. Wala yu'adhabu yawm alqiyama, na lau mtu atakuwa ni mwendawazimu maisha yake yote mpaka akafariki, mtu huyu siku ya kiyama hatakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Fahuwa ghairu mukallaf, kwa sababu yeye si aliyekalifishwa na sheria. Lianna at-taklif manutun bil aql, kwa sababu kukalifishwa na sheria kumefungamanishwa na akili. Ikipatikana akili, basi mtu huyu siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kuhisabiwa yale matendo yote aliyokuwa akiyafanya, na ikikosekana akili mtu huyu atakuwa amepewa udhuru. Idha wujida al-aqlu thabata at-taklif, pindi itakapopatikaniwa akili, basi kwa mtu huyu imethubutu kwake kukalifishwa na sheria. Wa idha rufi'a al-aqlu rufi'a at-taklif, na vile vile akili ikimuondokea mtu
basi taklif kwake yeye. Falmajnunu, yule mwenda wazimu, alladhi zala aqluhu marfu'un anhu alqalam, ambaye akili yake imeondoka, basi atambue mtu kama huyu kalamu yake ya kuandikiwa mema na maovu imenyanyuliwa kwake yeye. Kisha Sheikh akatuelezea watu wengine ambao wanalinganishwa na mwenda wazimu kwa sababu ya kuondoka kwa akili zao. Wakadhalika Sheikhul Kharif, vile vile mtu mzima ambaye amepiswa. Kuna umri ukifika utu uzima akili hupotea, akarudi mtu huyu ikawa hana tena afahamu anachokifahamu katika mambo anayoyafanya. Qal alladhi kabura sinnuhu, ni yule ambaye umri wake umekuwa mkubwa mno, wasara yahdi, na akawa anatamka maneno ambayo kwa mtu mwenye akili haezi tamka maneno kama hayo, akawa anazungumza maneno yasiyofahamika. Marfu'un anhu alqalam, mzee kama huyu itakapomfikia hali kama hii, pia yeye kalamu yake ya taklif ya kuandikiwa mema na maovu itakuwa imenyanyuliwa kwake yeye. Fahuwa fi hukmi almajnun, mzee kama huyu ambaye amepiswa hana tena akili, basi hukumu yake ni sawa na hukumu ya yule mwenda wazimu. Fala taklifa alayhi, hana yeye kukalifishwa, min salatin, ya kwamba amewajibishwa kuswali, au siyamin, ama vile vile amewajibishwa kufunga. Walihadha Sheikh akasema, man indahu qaribun kabiru sinni, yule ambaye ana yeye nyumbani kwake mtu mzima, wayahdhi, mtu mzima huyu ana umri mkubwa na akaanza kuzungumza maneno ambayo kwa mwenye akili haizi zungumza maneno kama haya. Qal laysa alayhi sala, mtu huyu si juu yake yeye sala, usimlazimishe yeye kuswali kwa sababu wakati huu yeye si mukallaf, hajakalifishwa na sheria kwa sababu akili imemuondokea. Wala siyam, wala vile vile tambua kuwa si juu yake huyu kufunga, wala yusamu anhu, wala haifai mtu kumfungia kwa niaba yake fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Wala yut'amu anhu, na vile vile halishiwi chakula. Kama tunavyofahamu, mtu ikiwa ni mtu mzima ameshindwa kufunga na akili yake iko, basi mtu huyu yafaa alishe kila siku maskini. Na endapo itakuwa mtu huyu ni mzima lakini akili hana, kwa hiyo ameshindwa kufunga kwa ajili hana akili, itakuwa kwake yeye hakuna haja ya kulishiwa chakula. Anayelishiwa chakula ni yule mtu mzima ambaye ameshindwa kufunga lakini akili yake anayo, anafahamu kuwa watu wako katika mwezi wa Ramadhan, lakini kilichomzuia ni haezi tena kufunga kwa sababu ya utu uzima. Ndiyo itabidi kwa wasimamizi wa mzee kama huyu ama yeye mwenyewe kulisha kila siku miskini mmoja. Qal li'annahu marfu'un anhu alqalam ghayru mukallaf, kwa sababu mtu huyu mzima kalamu yake imenyanyuliwa kwa sababu tayari ashapiswa, akili hana, hivyo atakuwa si mukallaf tena, hajakalifishwa na sheria kufanya ibada sampuli yoyote. Akaendelea kusema Sheikh, washaykhul kharifi, na huyu mtu mzima ambaye amepiswa, la yarji'u ilayhi aqluhu fil ghalib, akasema kuwa akili yake mara nyingi huwa hairudi. Mtu akishapiswa kwa ajili ya utu uzima huendelea hivi hivi mpaka akaondoka duniani. Fi akhiri hayati, katika mwisho wa uhai wake, mara nyingi mtu aliyepiswa kwa ajili ya uzee huwa akili yake hairudi tena. Wa hadha ardhalul umr, na huo ndio ule umri wa udhalilifu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokamana na umri huu. Alladhi istaadha minhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huu ni umri ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde kutokamana na umri kama huu. Kama fi sahih al-Bukhari an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن. Sa'd ibn Abi Waqqas asema,
jilindeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijilinda nayo. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn, ay Allah, mimi najilinda kwako kutokamana na uoga. Wa a'udhu bika min al-bukhl, na vile vile najilinda kwako kutokamana na ubakhili. Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umr, na najilinda kwako kurudishwa katika umri wa udhalilifu. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa adhabil qabr, vile vile najilinda kwako kutokamana na fitna ya dunia na adhabu ya kaburi. Qala ash-sharih wa ardhul umr huwa al-haram, na umri huu wa udhalilifu ni uzee alladhi yantahi bi sahibihi ila al-kharif, uzee huu humpeleka yule mtu katika hali ambayo atakuwa anazungumza maneno ambayo kwa yeye hayalingani kuzungumza maneno kama haya, sababu hurudi mtu huyu katika hali aliyokuwa mwanzo, hali ya utoto. Yale mambo ambayo alikuwa akiyafanya utotoni, ndiyo mzee kama huyu atakapofika umri huu hurudi kuanza kuyafanya yale matendo yote. Kwa hiyo huu ni umri wa udhalilifu kwa kweli. Wa dhihabil aql, na vile vile umri huu husababisha akili ya mtu ikawa ni yenye kuondoka. Fayaudu al-alim, akawa mtu huyu anarudi katika ulimwengu jahilan, akawa hajui tena mambo. Wayasiru ila hali man la tamyiza lahu, na akawa anaenda katika hali ambayo hawezi tena kupambanua baina ya mambo. Na kama tunavyoona na tunashuhudia haya majumbani mwetu, pindi mtu atakapokuwa ni mzee sana, utamwona mambo haya yanafika yeye, utaona anarudi tena kama alivyokuwa mtoto. Itabidi sasa wake ndio wasimamie mambo yake ya mtu kama huyu ambaye akili yake imekuwa ni yenye kuondoka kwa ajili ya uzee. Wala yaqdiru alayhi adaa ma yalzamuhu min huquqillah, na vile vile itakapofika umri kama huu, mtu huyu itakuwa hawezi tena kutekeleza yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha katika haki za Allah. Wa hajati nafsihi, vile vile mtu kama huyu hataweza kuitekeleza mahitaji ya nafsi yake, kwa sababu hana tena akili, bali yuhitaji watu wengine ndio wamtekelezee haja zake. Katika mtu mwingine ambaye anaingia katika hukumu ya majnun, ama aliza akili yake ya kwamba swala yake itakuwa si yenye kusihi. Wakadhalika man alayhi, vile vile yule mtu ambaye amepoteza fahamu, amezimia. Faidha kanat muddatu al-ighma 3 ayyam, itakapokuwa muda wa mtu aliyozimia ni siku 3 au aqal, ama chini ya siku 3, fasawab, Sheikh akasema usawa, annahu idha afaqa ba'daha, ya kwamba atakapopata fahamu baada ya kuwa alikuwa amezimia, yaqdi ma alayhi min as-salawat, yuwafaa mtu huyu alipe zile sala ambazo zimempita wakati yeye alikuwa amezimia. Siku 3 ndio maulama wameziweka kuja chini. Ama zaidi ya hapo akasema fa'an Yazid maula Ammar ibn Yasir, anna Ammar ibn Yasir rumia, ya kwamba Ammar ibn Yasir alirushiwa chembe wakati huo. Fa ughmiya alayhi, akawa ni mwenye kuzimia Ammar ibn Yasir fi dhuhur. Kwa hiyo akazimia kuanzia wakati wa dhuhuri, hakuswali dhuhur wal asr, vile vile hakuswali asr, wal maghrib wal isha, hakuswali maghrib na isha. Fa afaqa nisfu al-layl, Ammar ibn Yasir akili ikamjilia nusu ya usiku. فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء, akawa ni mwenye kuzilipa zile swala ambazo zimempita wakati alikuwa amezimia, ambao ni dhuhuri na asri na maghrib na isha, akaziswali kwa mpangilio wake. Qal wa man zada an 3 ayyam fala yaqdi, ama yule ambaye itazidi kwake yeye muda wa kuzimia zaidi ya siku 3, fala yaqdi, basi hata lipa swala zile kwa sababu itakuwa ni uzito kwake yeye. Fahadha marfu'un anhu, mtu huyu ambaye atakuwa amezimia zaidi ya siku 3 atakuwa ni marfu'un anhu alqalam, kalamu yake ya kuandikiwa mema na maovu imenyanyuliwa. Hala ghaibubatihi, wakati ule ambapo akili yake, ama wakati ule ambako alikuwa amezimia.
lianna at-taklifa manutun bil aqli, kwa sababu kule kukalifishwa na sheria kumefungamanishwa na akili. Wakati akili yake ilipokuwa haiko vile, ilikuwa amezimia, basi kalamu yake ya kuandikiwa maovu imenyanyuliwa, kwa sababu mtu kuacha swala ni madhambi, na hivyo basi hatoandikiwa mtu huyu kwa sababu wakati ule alikuwa hana akili. Akaelezea mtu mwingine, qala wa amma as-saghir, ama mtoto mdogo, alladhi lam yablugh as-sinna, yule ambaye hajafika umri wa kubalighi, wayati fi sharti thalith, na itakuja kumuelezea zaidi huyu mtoto katika sharti la tatu. Sahihun annahu laysa indahu aql, kisahihi huyu mtoto ambaye hajabalighi anawekwa katika hukumu ya kwa wale ambao hawana akili, lakini aqlahu fi an-namu, lakini mtoto si sawa na mwendawazimu. Mwendawazimu huyu unasema kuwa hana akili mutlaqan, lakini mtoto utasema huyu akili yake ndio inaanza kukua sasa. Kwa hiyo ataika katika hukumu hii, lakini matendo yake yanatofautiana kidogo na hawa wengine. Qauluhu, aliposema almuallif rahimahullah, wa dalil, na dalili ya kwamba asiye na akili swala yake haitakuwa ni yenye kusihi hata akiswali, ala kauni al-aqli shartan fi sihhati as-salah, ya kwamba akili ni sharti la kusihi swala, wa anna al-majnun la taklifa alayhi, na kwamba mwenda wazimu hana yeye kukalifishwa, na lau atafanya amali yoyote kama akaswali haandikiwi thawabu wala madhambi. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, rufi'a al-qalamu an thalathatin, kalamu imenyanyuliwa kwa hawa watu sampuli tatu: an-naimi hatta yastayqidha, aliyelala mpaka atakapoamka; wal majnuni hatta yafiqa, na mwenda wazimu mpaka akili yake itakaporudi sawa; was-saghiri hatta yablugha, na mtoto mdogo mpaka atakapobalighi. Qawluhu rufi'a al-qalamu an thalathatin, kalamu imenyanyuliwa kwa hawa sampuli tatu. Anasema al-murad qalamu at-taklif, ni kalamu ya kukalifishwa, bimaana ya kwamba mtu akishakalifishwa yafaa aandikiwe thawabu na madhambi, lakini kalamu ya hao imenyanyuliwa kwa maanisha kuwa watakapofanya matendo hali ya kuwa wako katika hizi hali tatu alizozieleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi watu hawa hawatakuwa ni wenye kuandikiwa madhambi wala thawabu. Wa qawluhu, na neno lake musannif, النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ فكل هؤلاء لا تكليف عليهم. akasema hawa wote si wenye kukalifishwa na sheria, bimaana annahum law fa'alu shay'an, kwa maana law hawa watafanya chochote, la ya'thamuna alayhi, wakifanya chochote katika madhambi watakuwa si wenye kuandikiwa madhambi. Lakini kisha akatoa tanbih, la budda min dhaman almutlaf, ni lazima kudhaminiwe kile kitu walichokiharibu. Tusema kweli hawaandikiwi madhambi, lakini pengine wameharibu kitu cha mwenyewe, yule mwenyewe lazima haki yake alipwe. lianna dhamana yataallaqu bilmutlaf, kwa sababu kudhamini imefungamanishwa na kile kitu kilichoharibiwa, si huyu aliyeharibu. Kile kitu kilichoharibiwa ndiyo kimefungamanishwa na dhamana. Kwa hiyo mtoto mdogo haandikiwi madhambi, akaenda akavunja gari la watu, akavunja vioo vya watu, tasema huyu hajaandikiwa madhambi kwa kosa ile alilofanya. Lakini sasa ya mwajibu, ikiwa yule mtoto ana mali, kulipa lile gari la watu alilovunja kioo ama nyumba ya watu, itachukuliwa kwa mali yake, kulipwe yule mtu aliyevunjiwa gari lake ama nyumba yake. Na vile vile majnun akatembea akachukua jiwe akatupa kwenye gari la watu, inalazimika hatoandikiwa madhambi kwa hilo, lakini ni lazima yule aliye na gari alipwe. Sasa atalipwa ikiwa huyu majnun, huyu mwendawazimu ana yeye mali, itachukuliwa mali yake alipwe yule aliyepata hasara katika gari lake. Na ikiwa hana mali, basi itabidi wasimamizi wa yule mwendawazimu ama wa yule mtoto kusimamia ile gharama aliyoifanya huyu mtoto ama mwendawazimu.
Sheikh akatoa mfano akasema an-naim, mfano wa aliyelala, marfu'un anhu al-qalam hatta yastayqidh, kalamu yake imenyanyuliwa mpaka atakapoamka. Kisha akatoa mfano, falau inqalabat al-mar'a ala tifliha famata fala ithma alayhi, lau mama amelala na mtoto wake katika ile hali ya kugeuka akafariki, je, tutasema huyu mama ana madhambi kwa hili alilofanya? Jawabu ni hana madhambi. Qal fala ithma alaiha, huyu mama atakuwa hana madhambi, lakin talzamuha dia, lakini tamlazimu yeye dia, kwa sababu hana madhambi. Kuua ni dhambi kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala taqtulu anfusakum, ili ni dhambi kubwa la kuua. Lakini huyu hakuandikiwa kuwa amefanya dhambi, kwa sababu wakati alipofanya kile kitendo ilikuwa akili yake haipo, alikuwa amelala, kugeuka akamlalia mtoto wake, ikawa ni sababu ya mtoto wake kufariki. Mama kama huyu hataandikiwa dhambi kwa lile jambo alilolifanya, lakini atatuadia katika jambo hilo. Wakadhalika almajnun, vile vile mwendawazimu, wasaghir, na mtoto mdogo, idha atlafa shay'an, watakapoharibu chochote, la ithma alayhi, hawataandikiwa wao madhambi, lakin la budda min dhamani almutlaf, lakini ni lazima wadhamini kile kitu kilichoharibiwa. In kana lahu malan, akiwa huyu mwendawazimu ama mtoto ana yeye mali, ukhidha min malihi, itachukuliwa mali yake ilipo kile kitu alichokiharibu. Wa illa, na ikiwa hawana wao mali, fa'ala waliyihi, basi itakuwa ni juu ya wasimamizi wao kulipa dhamana kama hile. Na hapa itakuwa tumemalizia sharti la pili. Insha Allah kesho ama Jumatatu insha Allah tutakuja kuingia katika sharti la tatu biidhnillah. Kwa haya machache namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.